Kwa majina ya kipolisi naitwa Sergeant Neema Aule, natokea dawati la jinsia na mtoto wilaya ya Masasi. Na dawati la jinsia lilianzishwa kama kitengo maalum kwa ajili ya kushughulikia kesi za ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Na hizi kesi za kijinsia wengi mnaona bado hawajaelewa maana ya jinsia. Wengi wanahisi jinsia inawahusu wanawake tu. Si kweli. Jinsia inawahusu wanaume pia. Kwa sababu jinsia ni jinsia ni mgawanyiko wa majukumu katika jamii. Kwa mfano ni mwanaume na mwanamke, na unyanyasaji upo pande zote. Kwa leo nitakita zaidi kwenye unyanyasaji wa watoto bila kujali mtoto wa jinsia gani. Majukumu thabiti ya dawati hili ilikuwa kushughulikia kesi zinazohusu unyanyasaji wa kijinsia na watoto, yaani ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Kwa leo nitakita kwa ajili ya watoto. Watoto sehemu nyingi kwenye familia zetu wananyanyasika kwa sababu ni kundi ambalo halijiwezi kujitetea lenyewe. Inabidi serikali isimame kwenye michakato imara na madhubuti ili kuweza kumhudumia mtoto kwa kupata haki zake za msingi. Katika familia zetu watoto wengi wananyanyasika. Kwa mfano, katika majukumu moja ya dawati la jinsia ni kurekodi kesi za ukatili wa watoto. Nitatolea mfano kwa kipindi cha mwaka 2024 mwezi Juni hadi leo 2025, jumla ya kesi za kijinsia za unyanyasaji wa watoto zilizoripotiwa wilaya ya Masasi ni 79. Katika kushughulikia na kupeleleza kesi hizo, kesi zilizopo chini ya upelelezi mpaka sasa ni 25. Kesi zilizoendelea mahakamani ni 10. Kesi ambazo zimefungwa polisi kwa kukosa ushahidi ni 15. Kesi zilizoshinda mahakamani ni 17, na kesi zilizoshindwa mahakamani kwa kukosa ushahidi wa kutosha ni 12. Ukiangalia takwimu yangu kwa sasa, naweza nikasema jamii imeanza kuamka kutokana na kuitika kutetea haki za watoto. Na hayo makosa yanayotendeka kwetu katika wilaya ya Masasi, utakuta ni unyanyasaji wa kingono, watoto kutelekezwa, watoto kupigwa, watoto kunyimwa haki za msingi, ikiwa pamoja na kupata elimu. Kutokana na shughuli kama hizo au kesi kama hizo, Jeshi la Polisi wilaya ya Masasi limejikita kwa kuandaa jamii ambayo inatambua haki zake. Tunafanya hivi kwa kutoa elimu mbalimbali kupitia mashuleni, mikutano ya hadhara ya vijiji, mabaraza ya kata. Mara nyingi huwa tunaalikwa kutoa elimu hizo, na kuna muda mwingine huwa tunazunguka kama Jeshi la Polisi ili kupunguza idadi ya kesi kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tunaamini bila kutoa elimu kwa wahusika, kwa hiyo kesi za ukatili wa watoto haziwezi kupungua. Na kesi, ili mtoto ajue kwamba nini anastahili kufanyiwa na nini hastahili kufanyiwa, ni lazima watu wanaohusika na haki mtoto wapite kuzunguka kutoa elimu. Na kitu hicho ndicho kinachofanyika katika wilaya yetu. Tunapita shule nyingi kuwaelekeza